na mtazamaji aliyeishi maisha yake kwa niaba ya wengi, aliyepigania mengi kwa niaba ya wengi, na alionyesha furaha yake na furaha ya taifa kwa kuvumilia majeraha ya upambanaji na kuyabeba makovu ya taifa kwa ajili ya taifa. Ndiye kuwa siye na siye kuwa ndiye, ndiyo falsafa iliyomfanya kuyaishi maisha ya gerezani, maisha ambayo yalimjenga zaidi kimtazamo, kifungo ambacho kilimpa hali mpya na uji wa kufa kwa ajili ya taifa lake. Naam, alingurumisha tinga na kulitia katika ardhi isiyo tambarare, ardhi iliyojaa rutuba ya ubinafsi kwa kunyunyiziwa mbolea gushi kwa mfumo wa chama kimoja. Alilazimika kutumia nyundo ili kuvunja vingi vilivyozunguka shamba hili, jambo ambalo halikuwa rahisi ingawa halijafaulu. Harakati na dhamira zake zikasagaa sio tu nchini bali tu hata nje ya nchi, kwa kuhakikisha kwamba hakwami katika vita vya kutafuta haki na usawa. Ilimbidi atumie turufu muhimu ya kumpa ushindi, turufu iliyo ya kutabirika, turufu ya kutoeleweka, turufu ya uambo, turufu iliyoleta mageuzi ya demokrasia na ubaguzi wa kimaeneo na kirasilimali. Unyanyapaa na ukandamizaji. Ulihitajika kikao cha walio na busara ili kupata utatuzi, na hapa alihitajika mwendesha kikao mwenye msimamo, mwendesha kikao jasiri aliye na uchungu wa taifa, na kikao kikapata Jacob.